Kuna sababu yoyote ambayo inatosha mtu kutoa maisha ya mwanadamu mwenzake. Na hiyo ni laana kwa sababu damu isiyo na hatia huwa inalilia Mungu kila wakati. Ni Askofu Daktari Balozi Stephen Karunyu akikashifu visa vya mauaji ambavyo vimeshuhudiwa gatuzi la Isiolo siku za hivi karibuni. Kwenye kikao na Kamachu TV, Askofu Karunyu amesema mauaji hayo ni ya kusikitisha. Kwenye kikao na Kamachu TV, Askofu Karunyu amesema mauaji hayo ni ya kusikitisha, huku akihimiza jamii ya Isiolo na majirani wake kujiepusha na mauaji kwani haina maana. I want to kuongea kuhusu ile matukio ya hivi majuzi ya ukosefu wa usalama hapa Isiolo. Hasa sana mauaji ya yule kijana aliuliwa pale Kulamawe kwa msoso ambao ulikuwa unachukiwa kwamba inaweza kuwa ni mchoso ya ajira kwa barabara, na tunaomba watu wasijaribu kutatua hasira kwa panga na bunduki. Hiyo haitasaidia. Ni vizuri ukiwa na hasira uite wazee, uite wadau wengine kama serikali, muweze kutatua shida ile iko, badala ya kuenda kutayarisha maisha ya mwenzenu, binadamu mwenzenu, aliye na damu tu kama wewe, unampendea mwingine unyama ambaye wewe mwenyewe ungependa kutendewa. Hiyo ni chukisho mbaya mbele ya macho ya Mungu, na mimi najua tukienda hiyo barabara hakuna mmoja atabaki salama. Leo utaua, kesho utauliwa, na laana ya Mungu itakufuata maisha yako yote. Vile tumeona heinous killing ya mwili ambao ulipatikana kwa shamba ya jela hapa Isiolo, ya mtu ambaye alikuwa amechomwa na katuliwa na katupwa. Hiyo ni unyama ambao imepita mpaka kabisa, na tunaona hii ukosefu wa usalama ambaye imefikia mpaka tumesikia kwamba kuna watu wameunjuruhiwa 6, na tumepata habari kwamba kuna mmoja hata amepoteza maisha huko Mburati kwa wizi wa mifugo. Ni mambo ambao inatutia wasiwasi kama wadau wa usalama hapa Isiolo. Aidha, Balozi Karunyu amehimiza idara ya upelelezi kuchunguza visa hivyo vyote ili kuhakikisha waliohusika wanawajibishwa kisheria. Naomba serikali yetu pia wahakikisha ya kwamba hakuna jiwe litakalobaki bila kuinuliwa, ili tujue hao watu wanafanya kitendo hiki ni kwa sababu gani. Kwa sababu ukosefu wa usalama mahali moja ni ukosefu wa usalama kila mahali. Na kama Isiolo haina amani, najua majirani yetu wa Meru, wa Samburu, Marsabit na sehemu zingine watakuwa na usalama kama Isiolo iko na usalama. Wakati huo ametoa wito kwa wananchi kujitenga na fujo na badala yake kutumia viongozi wa kidini na baraza la wazee kusuluhisha tofauti zao. Tunashauri wananchi wa Isiolo ni tukatae violence. We reject all form of violence. Tukatae funjo ya aina yoyote, hata iwe ya kisiasa, hata iwe ya kikabila, hata iwe ya ukosefu wa ajira, kwa sababu funjo ulipiswa na funjo. Funjo uvuta funjo, na tukiendelea kuwa na funjo kila wakati, utakuta kwamba hatutakuwa na amani nchi tauni yetu. Kila wakati ukipata funjo na wewe unaleta funjo. Naomba watu wageukie wazee, wageukie viongozi wa dini. Kwa makanisa na misikiti kuna wazee na kuna viongozi wa dini wa imani ambao wanaweza kuwasikiza. Kama kuna sitofahamu ama kukubaliana mahali, badala kutumia panga na bunduki, tunaweza kusuluhisha mambo kwa midahala ya pamoja, kuongea na kuleta wadau pamoja na kuangalia ni kipi ambacho kinatuchumbua ili tuweze kurekebisha. Hata hivyo, Askofu Karunyu ameiomba idara ya usalama kaunti Isiolo kuimarisha doria hata zaidi ili kuzuia matukio yote ya mauaji na wizi. Vile na wasi viongozi wetu wakiongozwa na our able county commissioner
Bwana Geoffrey Omuding na very good county police commanders, tusaidiane kuconvene urgent peace committees ili tushauriane ni vipi ambavyo tunaweza kufanya suluhisho za dharura kuweza kudhibiti hali ambayo inaonekana kama imeanza kuelekea kama tulivyokuwa hapo mbeleni. Najua mmefanya kazi kubwa commissioner kwa kuzuia misoso ambayo ilikuwa ikitusumbua hapo mbeleni na wizi ambayo ilikuwa ikitusumbua hapo mbeleni, lakini kama sasa kumeanza kuwa na kurejea kurudi tena kwa yale zile shida ambazo mlikuwa mmetusaidia kuzuia. Najua mna ujuzi, mna nguvu, mna nia na mna uwezo wa kutusaidia. Huko pia akiwataka wanaisiolo kushirikiana na idara ya usalama ili kukomesha uhalifu. Vile na waomba wadau na wananchi to support police. Idadi ya polisi kilinganisha na wingi ya wananchi ni kidogo sana. Na hawa polisi ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni dada zetu, ni watoto wetu, ni kaka zetu, ni watu wetu. Huwezi kufikiria yeye atafanya kazi kama robot ama hawe na uwezo usio wa kibinadamu akiwa hapa ataona yale yanatendeka huko Ndada Chalafe. Ni wale wananchi wako pale, tusaidiane na polisi kupasana habari mapema. Tukiona mtu ambaye tunachuku kwamba anaweza kuwa muizi wa mifugo, ama tuone mtu ambaye ametenda kitendo kama ya kuua ama ya kuchoma, ama mtu ambaye ako na bunduki haramu ambaye sio ile amepewa na serikali, tuseme mapema. Tukifanya hivyo tutakuwa tunachangia amani yetu kama wakaaji wa Isiolo na tutaboresha maisha yetu. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamacho.